Hallelujah. Uh, the Almighty Creator wants you to become his friends. And he wants us to have a deep personal relationship with him. Na tukiwa hivyo katika njia ya kutafuta uhusiano ulio mwema na mwenye enzi inakuwa ni jambo la kupendeza sana. Hallelujah. Kwa hivyo nataka nikaweze kufundisha kuhusu tafuta ukweli. Tafuta ukweli sio makosa. Watu wengi sisi kama wanadamu kila wakati tunapenda kuangalia makosa kwa ajili ya wenzetu, ila mwenye enzi kupitia kwa mwanawe Yahoshua anataka tuweze kuwa watu wa kufuata yale yaliyo mema, yale yaliyo mazuri, kwa sababu tukiwa watu wa kufuata yaliyo mema, yaliyo mazuri, yaliyo ya ukweli, basi hivyo tutakuwa tunamtukuza mwenye enzi kupitia kwa mwanawe Yahoshua. Kwa sababu leo hii watu wengi wanapenda kufanya mambo ambayo tunapoangalia kiundani inakuwa ni mambo inayoleta inayoonyesha makosa. Tunapenda kukosoa wengine, tunapenda kuona wengine kuwa ni watu ambao wanakosea, na wakati tunachukua watu na kuona watu kuwa wanakosea, basi tunaleta mtazamo wa shetani. Kwa hivyo inatupasa tuelewe Yahoshua ni makusudi yake kuona kwamba sisi tunapomtasamia yeye jinsi ambavyo ameinuliwa pale msalabani, tunamtazama na tunamuona katika ukweli. Maana ukweli unaonyesha mwenye enzi, ukweli unaonyesha kwamba yeye ndiye asiyebadilika. Yeye ni yule wa jana, leo na hata milele. Habadiliki, hafananishwi. Tunaposoma kitabu kitakatifu Yohana 8:44, tunaona ya kwamba shetani, ibilisi, ndiye mkuu wa dunia hii, ndiye mungu wa dunia hii. Na tunaona ya kwamba katika mwanzo kupewa uweza wa kutawala dunia. Alipewa uweza na mwenye enzi kutawala dunia na kutawala vyote vilivyokuwemo katika dunia hii. Nataka nikwambie seek truth and not error. Maana shetani ambaye ni ibilisi aliweza kuleta kushawishi mwanadamu ambaye ni Adam na Hawa, wakashawishika na wakaweza kufanya mambo ambayo haikumpendeza mwenye enzi. Ilikuwa ni kusudi lake ibilisi, ili mwanadamu akaweze kufanya yale ambayo ni ya kumchukiza mwenye enzi, na mwanadamu akakosa nafasi mbele za mwenye enzi. Kwa hivyo basi tunaona ya kwamba Adamu akapewa uweza na mwenye enzi kutawala hapa duniani, na akapewa nguvu na akawa juu hata ya wanyama, na chochote kile ambacho kilikuwa katika dunia hii kiliweza kutiishwa chini ya Adamu. Ila shetani ambaye ni ibilisi akakuja na ushawishi na akamshawishi mwanadamu, na mwanadamu akaanguka katika mteko. Basi na mwanadamu alipoanguka katika mteko wa ibilisi, akawa chini ya utawala wa kishetani.
Ibilisi akawa ametake over, akaweza kuongoza mwanadamu, na hivyo mwenye enzi akamfukuza Adam katika bustani la Eden. Na alipomfukuza katika bustani la Eden, basi tunamuona mwanadamu akiwa chini chini ya utawala wa Ibilisi, na bustani la Eden likawa chini ya ulinzi wa makerubi na maserufi. Haleluya! Kwa hivyo ni jambo ambalo nataka nikwambie kwamba Adam aliweza kuwa tricked, aliweza kutiishwa chini ya utawala wa shetani na kuweza kutii sauti ya Ibilisi, na kupitia kwa njia hiyo ya kutii sauti ya Ibilisi alikosa mbele za mwenye enzi na akawa ametenda dhambi. Na wakati alitenda dhambi Adamu pamoja na Hawa, wakati mwenye enzi aliweza kuwaonekania kama baba, Adamu akasema ni mke ulionipa. Na wakati mwenye enzi anamuulizia Hawa akasema ni Ibilisi ndiye aliyenidanganya. Kwa hivyo tukawa na blame games. Adam akawa na blame Hawa, Hawa akawa na blame nyoka, na hivyo basi mwanadamu akawa chini, akatiishwa chini ya utawala wa shetani. Kwa hivyo basi lazima tuelewe kwamba kuna mambo ambayo inafanyika katika maisha yetu ambayo lazima tukaweze kufahamu kwamba unapotaka kumpendeza mwenye enzi uweze kuwa mtu wa kufuata ukweli. Maana kila mwanadamu ana makosa, hakuna mwanadamu asiye na makosa. Maana tunamuona Adam akawa amekosea kwa kumsikiliza Ibilisi. Tunaona Hawa kwamba alikosea kwa kumsikiliza Ibilisi. Kwa hivyo kila mwanadamu yoyote, na ndio maana sasa ukisoma Warumi 5:12 inatuambia kwamba mauti iliingia kupitia kwa mtu mmoja. Mauti iliingia katika dunia, mauti ikampata mwanadamu kupitia kwa mtu mmoja ambaye ni Adam. Sasa sisi wote tuko chini ya mauti kwa sababu ya dhambi ambayo Adam na Hawa waliweza kutenda. Kwa hivyo nataka nikwambie kwamba kuna mambo ambayo mwenye enzi alikuwa amemkataza Adam kufanya, kwamba usile tunda la katikati, maana utakapokula utakufa. Na Ibilisi akaweza kumdanganya Adam akala tunda. Kwa hivyo basi kupitia kwa hiyo kuna mambo yaliyofanyika, na hata na leo bado kuna mambo ambayo yanafanyika ambayo wengi wamekosa kuelewa. Ni kwa sababu lazima tuweze kuelewa kwamba one of the major reasons kwa nini tuko na divisions in the body of believers ni kwamba watu wengi tunazingatia makosa. Hata wachungaji, the servants of the Almighty Creator, wamekuwa watu ambao hawaenendi katika upendo, hawaenendi katika umoja wa kiroho, umoja wa imani, kwa sababu ni watu wa kufuatilia makosa. Yaani mchungaji huyu anapoona mchungaji yule anamuona katika hali ya makosa, yaani huyu akajiona yeye ni bora kuliko mwingine. Yaani unapotazama yule unamuona kwamba yeye ameshakwisha kukosa. We need to seek the truth, not error. Wachungaji wengi, Wakristo wengi ni watu ambao wanazingatia makosa, hawataki kuangalia uzuri wa mwenziwe. Nataka nikwambie brother, sister, wherever you are, kwamba jambo moja ambalo linaleta utofauti kati yetu ni kwamba sisi ni watu wa kuangalia makosa. Usiche ukaangalia makosa kwa ajili ya mwenzako ili ukaweze kumsuta. Usiche ukaangalia makosa
kwa ndugu yako, kwa dada yako, ili ukapate kumwaccuse. Watu wengi they are accusing other people for the error. Do not base on error. Wacha ukaweze kuwa mtu unayetafuta ukweli. Seek the truth. Maana kwa kila mwanadamu ana uzuri na ana ubaya, ila unapoangalia uzuri utakuwa unamtazamia mwenye enzi, lakini unapoangalia ubaya utakuwa unamtazamia ibilisi. Ila leo hii watu wengi wanatazamia ubaya kwa ajili ya wenzetu. Tunawatazamia katika ubaya, tunawaona katika ubaya, huyu akatenda hili, huyu akatenda lile, na kwa sababu ya hayo matendo basi yakawa ni matendo yasiyofaa, yasiyostahili. Sasa tukawa watu wa kukwasika, ukawa mtu wa kukwasika, ukawa mtu wa kujuta. Sasa tukakosa msamaha, tukakosa upendo. Sasa tukawa watu wa chuki. Na nataka nikwambie, chuki inapatikana kwa sababu ya kuangalia ubaya ya mwenzio. Awe ni baba yako, awe ni ndugu yako, sister yako, awe ni jirani, awe ni rafiki. Unapotaka kukaa mzuri na watu, angalia uzuri, angalia upande wa uzuri. Maana kila mwanadamu ana uzuri. Hakuna mwanadamu ambaye hana uzuri. Na unapoangalia mwenzako kwa uzuri, basi utakuwa umemtazamia mwenye enzi. Ila unapoangalia mwanadamu kwa ubaya, basi utakuwa unamtazamia ibilisi, na kwa njia hiyo utakuwa unamtukuza ibilisi. Popote unapoongea kwa mwenzio kwa njia mbaya, kwa njia ya uovu, ukimsuta, ukimchukulia kwa njia isiyofaa, basi utakuwa unamtukuza ibilisi. Ila wewe ambaye utaongelea mwenzio kwa njia iliyo mzuri, kwa njia ambayo ni ya kutia moyo na kuona tu uzuri na kuona kwamba huyu mtu ni mwema, huyu mtu ni mkweli, basi utakuwa unamtukuza mwenye enzi. Maana mwenye enzi, unaposoma katika Wakorintho 13 inaongelea kuhusu upendo. Upendo unafunika ubaya, upendo ufumilia, upendo hauna chuki, upendo